Unazungumzaje mchezo wa leo? Mchezo ni mzuri na zungumzia timu yangu ndio performance kwa sababu kupata goli. Pia timu imecheza vizuri. Ndio maana tuna furaha kupitia. Hiyo ndio raha ya kushinda ugenini. Kwa sababu tukijivunia matokeo tuliyopata mwanzo. Ingawa kama leo tulicheza vibaya, tusingekuwa na furaha kama tulikuwa nao sasa hivi. Unazungumzaje ujio wa mwalimu mpya Pantev? Mwalimu ni mzuri, hatuwezi kumjaji kwa sababu bado mmechi mapema sana. Kwa siwezi kumpa asilimia 100%. Ila tunamwamini, tunacheza vizuri, tunafurahi mashabiki. Mpira linavutia, mpira unavutia. Mpira unavutia, watu wamebadilika kabisa, unaona performance ya wachezaji inaongezeka. Juhudi za wachezaji wao. Unaona, kwa hiyo mwalimu sio mbaya, anacheza vizuri sana. Kwa hiyo tunaendelea kumwamini sana kwa mechi zijazo. Nawapongeza sana watani wetu, pia nafurahia sana kuona timu zetu zote za Tanzania zimeenda hatua inayofuata. Ni jambo zuri sana, najivunia sana. Kwa hiyo hongera yao sana. Nawapongeza na wapinzani wangu na timu zote za Tanzania. Hongera sana. Ukiangalia kwa Simba jinsi inavyocheza, unaiona wapi kwenye michuano hii kimataifa? Simba anaweza kaenda mbali sana kwa sababu hii sio hatua kwamba anaweza tukabahatisha, kwa sababu timu yetu performance tunajua inavyocheza ikishakuwa mashindano haya. Japokuwa ndio mashindano ni makubwa, tutakutana na wapinzani tofauti, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na uwezo wa timu yetu tufika mbali. Kwenye michuano hii mara nyingi huwa Simba inaishia robo finali. Mwaka huu kwa kikosi mlichonacho na kocha mpya na mpira mnaocheza, unaona kuna kutoboa? Tutatoboa. Shida sio kocha, shida performance. Unaona, tutatoboa. Timu yetu nzuri. Ila ni mapema sana, lakini kwa uwezo wa timu yetu tutafika mbali. Usiogopi timu nyingine ambazo hatuwezi kuziogopa au tushazoea, tunaruka nao popote mzee wangu. Naruka nao, tuwaogope. Simba nguvu moja. Imeenda. Asante sana. South Africa imeenda. Unazungumzaje mpira wa leo, umeuonaje? Sisi kuvuka makundi ni kawaida yetu. Wana Simba hatunaga dogo. Wana Simba tuishiage kwenye mtoano. Kwa hiyo sisi makundi kama kawaida tushazoea kufuzu. Japo wanatubeza leo hatujashinda, lakini sisi mambo yetu ni ya kikubwa, kimataifa zaidi. Nje tunafunga, hapa tumekuja kuonyesha burudani tu la mpira kama kawaida. Na Pantev, huyo ni bonge moja la kocha. Kwanza akafika hana mwezi, lakini mpira umeonekana. Kwa hiyo tunamkaribisha sana na tunamwomba ibadilishe Simba, irudishe kwenye mpira wetu ule wa mwana lunyasi chini, pasi ziende tukachochee moto huko mbele za safari. Makundi tunafuzu na robo finali kama kawaida, nusu finali tunaingia, na Mungu akijalia hata kombe pia tunaleta nchini. Lakini inaonekana kama timu yenu bado iko vizuri. Leo mmeshindwa kufunga hata goli moja na watu wanasema timu ni mbovu. Timu ni mbovu, huyo sio mshabiki. Anayesema timu mbovu sio mshabiki. Kwa hiyo wewe kwa unavyoona, hii ni pia Pantev kweli nawapeleka kwenye hatua ya nusu finali? Kama kawaida baba. Pila Dimitri Pantev yule ni bonge moja la kocha kama ulivyoona. Mpira unatembea kasi, vijana wakati moto bwana. Sio kama zamani kijana anacheza kipindi cha kwanza, kipindi cha pili anakata moto, lakini kwa sasa bila Pantev linaenda mwanzo mwisho. Sisi ndio wana Simba. Hii ni kwanza tunaanza na kocha wetu Pantev, lakini akimaliza mwezi, pila la wiki 2 wiki 3 la Pantev ndio hili hapo. Likimaliza mwezi linakuaje? Sawa, pamoja na Simba lakini klabu nyingine zimefuzu hatua ya makundi, Singida, Azam pamoja na Yanga. Hatua hii unaizungumziaje wewe? Kuna wengine wanatumia tunguli mpaka waje kushinda nyumbani, lakini sisi tunashinda ugenini. Uchawi hauvuki. Wale wameshindwa kushinda huko na mbali, wamekuja hapa wametumia tunguli, ndio kama vile goli 2, na vijana pia wamenyimwa goli siku ya jana. Mchizi Vunga kama kawaida kawanyosha jana, japo wametumia tunguli, lakini tutakutana nao makundi. Wewe shabiki wa timu gani? Mimi shabiki wa Yanga. Nimekuja kuwapa support tu. Umekuja kuwapa support? Support Simba, lakini sijaona matokeo. Hujaona matokeo? Bado wajiongeze. Viwango sijaviona. Kivipi? Bado sijaona viwango. Mchawi wetu babu. Mimi ni Yanga, lakini naipenda Simba kwa umbali. Sababu shemeji yenu ni Simba, kwa hiyo kumpa support. Kwa Simba sisi kupa support. Kwa Simba sisi kupa support. Bado waongeze bidii. Waongeze, wajifunze jana kimetokea nini. Game ya jana ilikuwaje bwana? Game ya jana kwanza unaiona. Ilikuwa na shangwe, wacheshaji kwanza, viwango vilikuwa ni viwango kwanza kwa jana. Wewe unavyoona mechi ya jana ilikuwa nzuri kuliko leo? Jana kuna mechi, leo mna mechi. Leo mazoezi. Mbona kama ilikuwa mna hofu sana? Leo mazoezi. Leo mazoezi, jana mechi. Leo mazoezi.
No mazoezi. Karibuni Yanga. Yanga oye. Mmevuka lakini hamjafunga goli lolote. Kusema kweli kawaida tu. Ila nimefurahi kwa sababu hatujafungwa. Kwa sababu hamjafungwa? Yaani nimefurahi kwa sababu hatujafungwa. Yaani tungefungwa sijui ingekuaje. Yaani hivi wenyewe tu burudani. Wewe kwako unaona mpira unakuridhisha? Yaani mpira wa kocha Pantev. Unaridhisha sana. Hauoni kama ni maisha yale ya nyuma? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu sasa hivi Simba iko vizuri sana kuliko zamani. Uzuri huo ni upi wakati mnashindwa kufunga goli? Yaani sasa hivi wanacheza kuliko hata zamani. Zamani walikuwa wachezi kama sasa hivi. Sio kwamba shida magoli, ila wanacheza sana. Lakini inasemekana kama mmekutana na timu ya kawaida, yani timu mbovu, pengine mngeweza kuifunga magoli mengi kama ambavyo Azam walivyofanya jana na Yanga walivyofanya jana pia kushinda. Hapana, hii sio timu mbovu. Ni ngumu sana. Tena si hatujatumia uchawi, ila Yanga jana. Yanga kuna vitu wametumia jana. Na Yanga wenyewe si wamechezea uwanja wetu. Kuna vitu wametuwekea katika uwanja wetu wale. Ndio maana mkashindwa kufunga. Ndio maana tumeshindwa. Wale na wenyewe wale wanatumia matunguli tu wale.